Jijini Dar es Salaam kuna kila aina ya usafiri, kuanzia bajaji, taksi, mwendokasi mpaka bodaboda. Ingawa kuna machaguo mengi ya usafiri ukiwa katika jiji hili, lakini usafiri wa bodaboda ndio usafiri unaotajwa kuwa wa haraka na bora zaidi. Bodaboda ina umuhimu sana Dar es Salaam. Kukiwa kuna foleni, endapo unaenda kazini unarudi majumbani, unaweza ukapenya kwa haraka kwa kuna foleni na ukafika haraka kwa nyumbani. Au endapo njia nyingine gari ambapo haiwezi kupita ukapenya na bodaboda ukafika kwa haraka zaidi. Bodaboda ina umuhimu mkubwa sana. Inasaidia watu wanaofanya kazi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa wakati na kwa muda wanaotaka wao. Licha ya uharaka wake kama wanavyofikiri watumiaji, lakini maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda wametaja kuwa changamoto katika jiji hili, hususan katika kutokuheshimu sheria za barabarani kama vile taa za barabarani pamoja na vivuko vya watembea kwa miguu, jambo linalotaja kuwa chanzo cha kuongeza ajali katika jiji letu. Nilipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam ambao wao wameeleza kwa kirefu changamoto hiyo. Bodaboda wengi wao si kwamba wengine wazifahamu sheria, wanazifahamu sheria, ila tu wanakuwa ni viburi, kwa sababu ukiangalia bodaboda kusimama kuni zebra, kuisilita kwake inakuwa ni kipengele. Ukimuuliza nini haraka, ukimuuliza kitu kidogo utakwambia na haraka. Na sio tu hizo zebra, utakuta hata kama unakuta foleni kuna sehemu kabisa anaonekana ana style ya kupenya, atakataka kupenya. Ukimuuliza na atapokuja kutokea ajali, ukimuuliza kwa nini ulipita hapa, atakwambia mimi nilikuwa na haraka. Ajali nyingi zinatokea ni kutokana na hiyo changamoto hiyo. Yani unakuwa na ule uharaka, yani wakutaka kupenya kwa haraka na kufika kule wanapokusudia kufika. Swali muhimu ambalo bado linazunguka miongoni mwa vichwa vya watu wengi ni nini sababu ya baadhi ya madereva bodaboda kutoheshimu sheria za barabarani? Tushirikishe mawazo yako kwenye comments. Crown Media. Hapa ni nyumbani.